Asalamu alaikum mabibi na mabwana, ni katika viwanja vya maeneo ya Geita vijijini, tukiwa tunatazama ni shamla na maandalizi ya Simba Day, na nafikiri ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 8 2026. Katika maeneo haya tunaona wekundu wa Msimbazi wakiwa wanapendeza kabisa, lakini tunatamani kujua kwamba ni kwa nini tukio hili lipo maeneo haya. Hivyo tuko na msemaji wa Simba ambaye anaweza akatueleza kwamba ni kwa nini vitu hivi vinaendelea katika maeneo haya. Karibu tuambie, ni kwa nini mmefanya vitu hivi kabla ya siku husika? Asante bwana mwandishi wa habari. Mara nyingi sisi Simba huwa tuna taratibu zetu. Tawi kama tawi huwa lina tarehe zake za kuadhimisha maadhimisho haya ya siku ya Simba ama maarufu Simba Day. Kimsingi tunapokea taarifa kutoka ngazi ya juu, na maanisha taifa. Taifa limetuagiza sherehe zote za matawi nchi nzima, kama sio dunia nzima, yafanyike kuanzia tarehe 7 ama kurudi nyuma, na siku ya tarehe 8 ndio Msimbazi wale wazee wenyewe wakubwa wenyewe. Ndio maana leo katika viwanja hivi unavyoviona watu wa Mataladadi wamejaa nyekundu, ni kwa sababu ya kutimiza agizo kutoka ngazi ya taifa. Asante sana. Na ni msemaji wa kikundi hiki cha wanasimba, lakini hatujajua kikundi kinaitwaje. Unaweza ukatuambia jina la kikundi hiki? Sisi tunaita tawi. Hili ni tawi la Simba, maarufu ni tawi la Simba Lutelangoma Center. Ili tawi linapatikana katika kata ya Rwezela, kijiji cha Bweya, kitongoji cha Mibangani, mkoani Geita. Tuko Geita vijijini, ni kama takriban kilomita 55.56 kutoka Geita mjini. Asante sana. Ni maeneo ya Rwezela hapa katika kijiji cha Bweya, ni tawi la Simba Lutelangoma, wakiwa wanafanya maandalizi mazuri ya sherehe yao ya kuweza kuingia Simba Day. Ni mafanikio yapi ambayo mmeweza kuungana nayo katika tawi hili? Kwanza endeleo. Tawi hili, viwanja hivi unavyoviona hivi hapa ni viwanja ambavyo vinamilikiwa na tawi hili. Ni viwanja vyenye upana wa mita 50 kwa 130. Kama unavyoona eneo lote hili tulipo hapa kwenda nyuma mpaka nyuma, unavyoona ile miti, ni eneo lote ambalo linamilikiwa na tawi hili bwana mtangazaji. Tawi hili lina thamani ya milioni 12.5 na tawi hili limenunua eneo hili. Lakini pia unaona uzuri wa nyeupe na nyekundu, tenti hizo unazoziona ni mali ya tawi hili. Lakini haitoshi, tawi hili pia linamiliki viti vyenye rangi nyeupe na nyekundu. Kama haitoshi, tawi hili linamiliki vyombo mbalimbali kwa ajili ya sherehe mbalimbali, nikimaanisha pleti, safuria na vitu vingine vya sherehe. Kwa hiyo tunayo mafanikio mengi. Kwa sasa ukiangalia kwa nyuma kabisa, mbele kabisa huko kuna mawe mengi. Tunajiandaa na ujenzi wa ukumbi mkubwa sana, na inasadikiwa ukumbi huu utachukua watu takriban 12,000. Unaniona? Ndio. Lakini pia kama haitoshi, bado tunategemea mwezi ujao kuanza ujenzi wa guest yenye vyumba 32. Sawa. Unaniona? Kwa hiyo tumepitia hatua nyingi, na bado pia tunatarajia kama Mungu akipenda mwezi ujao kumiliki aina ya chombo fulani kinaitwa guta ama bajaji kwa ajili ya kurahisisha ubebaji wa vyombo vyetu hivi vya muziki, pamoja na hayo naoyaona, pamoja na tayari kuingia kwenye soko la kukodishwa na kukodiwa kwa ajili ya kusherehesha sehemu mbalimbali. Asante sana msemaji wa Simba. Unaweza ukatuambia kwamba ni kwa namna gani jamii inafaidika na kuwepo kwa tawi hili hapa maeneo ya Lutelangoma? Kwanza jamii kama unavyoona, cha kwanza kabisa sisi wana Msimbazi ni watu wa burudani. Kwanza sidhani kama unanielewa vizuri. Mimi bana, kwa kifupi, sio msemaji wa Simba tu, ni msemaji wa FIFA. Mimi ndo niliyetangaza matokeo ya kombe la dunia. Nilikuwa kule USA. Mimi ndo nilotangaza matokeo hayo. Usinichukulie tu umenikuta maeneo ya kijijini. Ni mtu ambaye nimeshiba kweli. Kwa hivyo wananchi wanafaidika na vitu vingi. Kwanza wananchi wananemeka kwa ajili ya mikopo mbalimbali kwa fedha tunayoimiliki katika tawi hili. Tunao fedha ya kutosha. Wananchi ukopeshwa kwa kulipa riba.
lakini pia wananchi wanafaidika na kupata burudani kama ulivyoshuhudia uwanjani. Ukiangalia kwa mbele yangu hapa kuna burudani, kuna mechi zinaendelea za draft. Sijajua kameramani kama wamewaona, kuna draft zinaendelea na kuna mashindano ya bao yanaendelea, lakini pia kuna mashindano ya mipira ile ya kina mama unarusha mpira mitatu kwa wakati mmoja. Bila shaka ulichelewa kidogo, lakini wapo waandishi wa habari, matukio yale waliyachukua. Kwa kifupi, burudani za kutosha na faida za kiuchumi wananchi wanazipata. Asante sana. Naam, nikiwa na msemaji wa FIFA hapa katika tawi la Simba maeneo ya Luterangoma Geita vijijini katika kata ya Lwezela. Naam, ni mimi hapa mwandishi wako wa habari niite Alois Thomas. Napenda kukaribisha katika miendelezo ya sherehe hizi za Simba 2020.